Musa anamng'ang'ania Mungu akimuomba kitu kimoja kikubwa. Biblia inasemaje? Biblia inasema Bwana akamwambia Musa, nitafanya neno hili ulilolinena. Nitafanya neno hili ulilolinena, kwa maana umepata neema mbele zangu. Anamwambia nitafanya hili ulilolinena kwa sababu umepata neema machoni pangu. Nami nakujua jina lako. Nami nakujua jina lako. Huyu mtu anafahamika na Mungu. Mungu anamhakikishia, ninakujua, ninakufahamu. Akasema nakusihi unionyeshe utukufu wako. Na Musa anamwambia nakusihi unionyeshe utukufu wako. Akasema nitapitisha wema wangu wote mbele yako. Anasema Musa anachomsihi Mungu, anamwambia nakusihi nione utukufu wako. Utukufu wa Mungu ni nini? Ukienda kwenye Biblia utakuta utukufu wa Mungu ni uzito wa uwepo wa Mungu ambao unaweza kukaa kwenye maisha ya mtu ukayabadilisha maisha kwake. Tunaposema utukufu, tunazungumzia ni mng'ao wa kimungu ambao unakuwa kwenye maisha ya mtu. Utukufu wa Mungu ukiwa juu ya maisha ya kwako, watu watakufuata, watu watakuvusha, watu chochote utakachokifanya kinatenda kazi. Kwa nini? Kuna utukufu wa Mungu juu ya maisha kwako. Musa anamwambia nionyeshe utukufu wako, kwa sababu ninakokwenda huko ninataka watu wajue niko na wewe. Anasema ni kipi kitanitenganisha mimi na watu wengine? Watajuaje kama mimi niko na wewe? Show me thy glory. Daudi anazungumza katika Zaburi ya 63 mstari wa 11. Anasema nizione nguvu zako na utukufu wako. Ni nini anachotaka? Ni utukufu wa Mungu ushuke kwenye maisha yake. Kwa sababu gani? Utukufu wa Mungu ukishuka kwenye maisha ya mtu, ni heshima ya kimungu imeingia kwenye maisha ya mtu. Utukufu wa Mungu ukishuka kwenye maisha ya mtu, ni afya imeingia kwenye maisha ya mtu. Utukufu wa Mungu ni nguvu ya Mungu ambayo inaleta kibali, ni nguvu ya Mungu ambayo inaleta ushawishi, ni nguvu ya Mungu ambayo inakutoa mahali kumoja kukupeleka mahali kwingine. Haleluya. Biblia yangu inazungumza katika Warumi 3:25, akasema wote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Ile nguvu ya Mungu imeondoka, ile neema ya Mungu imeondoka. Utukufu wa Mungu ukiondoka ndani ya mtu, unaondoka na ulinzi. Baadhi ya vitu watu wanashambuliwa, kuna baadhi ya vitu vinaingizwa kwenye maisha ya watu. Kwa sababu gani? Utukufu wa Mungu hauko kwenye maisha kwao. Utukufu wa Mungu ni kibali cha kimungu ambacho kinaweza kuwa ndani ya mtu, ambacho kikavuta watu wengine wamfuate, kikavuta watu wengine wambariki. My God, my God, my God.